Wapendwa katika Kristo Bwana, leo tunaadhimisha Dominika ya 29 ya mwaka wa kanisa. Katika liturujia ya neno la Mungu mwaka C, tunaalikwa kutafakari juu ya wazo ama dhamira ambayo inabebwa na ujumbe wa somo la Injili, ambalo ni mwaliko kwetu sisi kusali bila kuchoka. Tunawiwa kusali daima, kumwomba Mwenyezi Mungu kwa imani pasipo kukata tamaa. Na mwaliko huo tunaoalikwa unatutaka mimi na wewe kutambua kwamba Mwenyezi Mungu yeye ni mwenye upendo na ni mkarimu kwa wale wanaomuomba bila kuchoka, wanaotambua kwamba wakati sahihi ni wakati wa Mungu. Majibu kwa sala yanapatikana katika wakati wa Mungu na sio wakati wa mwanadamu ama wakati wa yule anayeomba. Na tunaalikwa kutambua kwamba katika kutambua huo umuhimu wa kusali daima bila kuchoka, tunapaswa kutambua kwamba Mwenyezi Mungu yuko tayari kwa kila anayemkimbilia kwa ajili ya kuomba msaada. Na hivyo wewe na mimi, sisi sote tu wahitaji, tunaohitaji kusaidiwa na Mungu wetu, na hivyo tumuombe msaada bila kuchoka ili aendelee kutusaidia. Katika fasuli ya Injili tuliyosikia, tumesikia sifa za yule kadhi. Sifa ya kwanza ni dhalimu. Hamchi Mungu, haheshimu watu, hana huruma, hatendi haki. Huyu ndiye kadhi ambaye mama mjane anakwenda kudai haki yake. Ni kwa namna gani simulizi hili linatufundisha sisi katika siku hii ya leo? Tunaalikwa kutafakari juu ya maisha na matendo ya kila mmoja wetu, kwa kutambua kadhi alikuwa ni mtumishi. Kadhi alipaswa kuwa mhudumu wa watu ili aweze kuwapatia haki yao. Alipaswa kuwa kielelezo cha mtumishi mithiri mfano wa Kristo aliyekuja kutumikia na sio kutumikiwa. Kadhi dhalimu anaweza akawa ni wewe, ninaweza nikawa mimi niliye katika utumishi, katika kanisa, katika ofisi za umma, katika serikali, katika siasa, katika biashara. Tabia yangu, tabia yako inategemea ni kwa namna gani umefundishwa, umeshiba mafundisho ya imani. Ni kwa namna gani uko tayari kufundishika kutoka maandiko matakatifu ambayo Paulo mtume anamwambia Timotheo, maandiko ambayo yamejazwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, yanayofaa kwa ajili ya kufundishia, kuonya, kurekebisha pamoja
na kukemea uovu. Huyu dhalimu aliyekuwa kadhi hakumcha Mungu, na hivyo hakuona haja ya kumsaidia huyu mjane apate haki yake. Ndugu zangu, katika mazingira tunayoishi sisi pia tunao makadhi waliodhalimu. Tupo miongoni mwetu pia ambao hatumchi Mungu, hatujali watu, tunaabudu miungu matumbo yetu. Hatutambui juu ya haki za wengine. Tuko tayari kupokonya haki za wengine. Tuko tayari kuuza haki za wengine kwa ajili ya shibe ya matumbo yetu, na ndani ya masaa 12 shibe hiyo tunaenda kutupa katika majalala ambayo tumeyajengea mashimo na kuyaita kwa lugha ya kistaarabu msalani. Wakati tungeweza kusema tu tunaenda kumwaga mbolea kwenye jalala. Tunaumiza watu, tunatesa watu, tunadharau watu kwa sababu ya kutafuta mbolea ya kwenda kumwaga jalalani. Kristo Yesu anatufundisha, anatuambia haki haiji hivi kwa lele mama, kwa kulembua macho. Haki ni lazima ing'ang'aniwe. Haki lazima uitafute, kwa kuwa king'ang'anizi lazima uiombe bila kuchoka. Na ndivyo huyu mama mjane anaipata, kwa sababu alimkera yule kadhi dhalimu. Anampa sio kwa sababu anampenda, sio kwa sababu ana huruma, ni kwa sababu amekerwa. Mama mjane anataka haki yangu, ninataka haki yangu, nataka haki yangu. Na anaona kwamba ili awe na amani ni lazima atoe haki. Kwa hiyo ni lazima tutambue amani haiji bila kutenda haki. Hatuwezi kupata amani bila kutenda haki. Amani ni tunda la haki, ni matokeo ya haki. Baba, mama, mwajiri, kiongozi, ili uimbe amani, tenda kwanza haki. Na ndicho tunachoambiwa katika somo la Injili. Kadhi alibanwa ndio akaitoa haki. Ndivyo katika familia zetu, ndivyo katika jamii yetu, katika mazingira yetu ya sasa. Watu kutoa haki hawako tayari, lakini wanaweza kuimba nyimbo za kusema amani kwa gia ya kusema kwamba wanalinda amani. Amani yetu inategemea haki, kuanzia kwenye familia, kanisani, huko kwenye siasa na huko kwenye jamii. Tunapo tafakari juu ya hilo, tunaalikwa kutambua kwamba Mungu daima yuko tayari kusikiliza kilio na maombi ya wale wanaodumu katika kudai haki yao kwa njia ya sala. Tunahitaji, ni haki yetu kwenda mbinguni. Ndio maana mafundisho ya katekisimu yetu yanatuambia Mungu ametuweka duniani ili tumjue, tumpende, tumtumikie na hatimaye tufike wapi? Ni haki yetu, sio hisani. Kwa ni lazima tuidai haki hiyo, na tunaibadai haki hiyo ni kwa njia ya kusali, ni kwa njia ya kuomba, kumwomba Mwenyezi Mungu atujalie neema, tusije tukawa makadhi dhalimu, wasiomcha Mungu, wasiopenda watu, wasioheshimu watu. Tufanye nini? Somo la kwanza linatuambia ili tuweze kuipata hiyo haki, tuweze kupata ushindi huo, tunaalikwa kujifunza kwa Musa, Haruni na Huri
ambao Musa anawaelekeza, anamwambia Joshua achague watu waende kupigana. Na yeye Musa atakapokuwa amepanda juu mlimani, atakapokuwa ameinua fimbo ile ya Mungu, wana wa Israeli watashinda jeshi la Waamaleki. Na ndivyo walivyokuwa wanashinda. Alivyodumu katika kusali yeye kama mshenga wa taifa la Israeli, kama alivyokuwa tangu safari ya ukombozi kutoka Misri kupitia bahari ya Shamu mpaka kuingia jangwani. Musa alikuwa mshenga wa wana wa Israeli. Alienda kuongea na Mungu, aliwaombea huruma na msamaha, lakini aliwaombea kwa Mungu ulinzi na kinga. Na hivyo hata hapa wanapokuwa dhidi ya jeshi korofi la Waamaleki, Musa anamwambia Joshua, nenda na watu watakao kwenda kupigana kwa ajili ya Israeli. Lakini huku nyuma anamwambia Haruni na Huri. Na hao wanapokuwa naye, mikono ya Musa ilipokuwa mizito ikashuka chini, tunaambiwa wana wa Israeli walipigwa kipigo cha mbwa koko. Lakini walipochukua jiwe wakamwekea Musa akakaa, na Haruni na Huri wakashikilia ile mikono yake kuitegemeza, kuithibitisha, jeshi la Waisraeli lilishinda. Tunafundishwa nini? Tunafundishwa juu ya nguvu ya sala, the power of prayer. Walikuwa wadumifu katika kusali. Musa alidumu katika kuendelea kuwa mshenga kwa ajili ya wana wa Israeli, na katika kufanya ushenga wake ili washinde, alihitaji ushirika wa wengine. Na ushirika huo ni kutoka kwa Haruni na Huri. Sala zetu zinadai pia kuwa na sala ya pamoja, communal prayer, sala ya ushirikiano wa makundi yote. Ndivyo anavyotufundisha Kristo, wanapokusanyika wawili ama watatu kwa jina langu, na mimi niko pamoja. Udumifu katika sala kama familia ya Mungu, kama kanisa, wakrero, wawekwa wakfu, walei, kila mmoja kwa nafasi yake, ili tuweze kupata ushindi, tuweze kupata haki. Ni lazima tushikamane katika kumwomba Mungu ili tujaliwe haki hiyo, ili haki iweze kuwa tunda la uwepo wa amani katika familia, katika kanisa, katika jamii na katika taifa letu. Ndugu zangu, tunaalikwa sisi tulio na dhamana katika maisha ya wengine, kama ambavyo Timotheo anaalikwa katika somo la pili, yeye akiwa mwanafunzi wa Paulo na ambaye alikuwa ni kiongozi wa kanisa na akawa askofu wa Efeso. Paulo anamuonya leo, anamwambia ashike kile alichofundishwa na walimu wake, lakini ashike kile anachokisoma kutoka maandiko matakatifu. Maana maandiko matakatifu yana uvuvio wa Roho Mtakatifu, na hivyo kila andiko lenye uvuvio wa Roho Mtakatifu linafaa kufundishia, linafaa kurekebishia, kusahihishia, linafaa kuonya, linafaa kuadibisha. Ndugu zangu, sisi tunapotafakari katika Dominika ya leo, tunaalikwa kushika kweli zote tunazozipata katika maandiko matakatifu, tulizofundishwa
na wale waliotuletea imani. Tunapomshukuru Mungu, shukrani ya kweli kwa watangulizi wetu kwa miaka 30 ni pamoja na kuishi mafundisho ya imani yetu tuliofundishwa kama msingi wa Ukristo wetu, kama kiini na nguzo ya Ukristo wetu, nguzo ambayo inapatikana katika maandiko matakatifu. Tunaalikwa kutambua kila mmoja kuanzia kwenye familia yake, kwenye jumuiya zetu, kwenye jamii tunayoishi, kwenye mazingira ya biashara zetu, kwenye mazingira ya utumishi wetu, huduma tunazozitoa kwa wengine zidhihirishe mafundisho tuliyofundishwa na waasisi wa imani yetu, yadhihirishe uaminifu wetu kwa neno la Mungu ambalo mzaburi wa 119 anasema, neno lako ni taa ya miguu yangu na njia ya kuniongoza. Maisha ya ufaraguzi, hususani juu ya imani yetu, ni kusaliti waliotuletea imani, waliotoka huko wakaja katika maeneo yetu, wakaamua kutoa karama na vipaji vyao kwa ajili ya kutuletea habari njema ya wokovu. Tunaalikwa sisi kwa moyo wa shukrani na wa adhama kuenzi kile ambacho watangulizi wetu walikifanya kwa ajili ya wokovu wetu sisi pamoja na familia zetu. Tunapotafakari juu ya safari hiyo ya imani, juu ya mafundisho na mahubiri, tunakumbushwa na Mtume Paulo kama anavyomkumbusha Timotheo, ashike kweli zote za maandiko, imani aliyoipokea kwa njia ya ubatizo katika Kristo Yesu, na awe tayari kusimamia ukweli huo. Ni wangapi tuko tayari kusimamia ukweli wa imani zetu? Ni wangapi tupo tayari kuhubiri ujumbe wa neno la Mungu bila kuupindisha? Ni wangapi tuko tayari kusimamia ukweli na kuusema ukweli hata kama unawaumiza watu wengine? Ni mara ngapi hatuko tayari kukubaliana na uovu na tukasimama imara katika kweli za imani yetu? Nasi tunaonywa leo hii kwamba tukikumbuka kuwa vitabu vitakatifu vimeandikwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, hivyo hatupashwi kuenenda tofauti na mafundisho tuliyoyapokea katika maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu tunayotafakari na kushirikishana katika jumuiya zetu katika mikutano ya sala yanafaa kwa ajili ya kufundishia ni kwa namna gani neno hilo la Mungu limekuwa silaha ya mapambano dhidi ya uovu unaoendelea katika familia zetu. Unyanyasaji, unyonyaji, ukandamizaji unaoendelea katika familia zetu, katika jamii zetu. Wakristo tulioko huko, je, tunausemea? Tunasema kweli juu ya kuonya na kukataza unyanyasaji, dhuluma zinazotendeka katika majumba yetu, katika familia zetu? Ni kwa namna gani tunatumia neno la Mungu kuwafundisha wengine waweze kutambua kweli ya Mungu na haki ya Mungu ambayo inapaswa kutendwa na kila aliye na hofu ya Mungu? Ni kwa namna gani tunakuwa tayari kukosoa na kuonya na kurekebisha yale yaliyo kinyume na matakwa na mapenzi ya Mwenyezi Mungu yanayotendeka katika familia zetu, katika ofisi zetu,
katika jumuiya zetu, katika jamii yetu. Ni mara ngapi tumetambua kwamba neno la Mungu linafaa kwa ajili ya kuadibisha wale ambao wenye maadili potofu, wasio waadilifu. Ni kwa namna gani tuko tayari kusimamia neno la Mungu kama silaha ya kuleta mabadiliko na mageuzi ya maadili katika familia, katika kanisa, katika jamii na katika nafasi ambazo tumepewa fursa na Mwenyezi Mungu tuhudumu kwa nafasi mbalimbali kila mmoja anayokuwa nayo. Tunaalikwa kutambua kwamba sisi pia kwa ubatizo kwetu tunatumwa. Na tunatumwa na nani? Tunatumwa na kanisa. Kanisa ambalo asili yake ni la kimisionari. Tunatumwa kuwa wamisionari. Ni kwa namna gani maisha na matendo yetu sisi wa Katoliki, na hasa katika parokia hii tunapoadhimisha miaka 30, maisha yetu ni ushuhuda wa imani katika Kristo Yesu. Maisha yetu yanatoa ushahidi wa namna ambavyo tunaongozwa na neno la Mungu katika kutenda kwetu, katika kunena kwetu na katika kuishi kwetu, na namna tunavyohusiana na wengine. Huduma zetu ni kwa namna gani zinaonyesha kwamba tuna hofu ya Mungu, tunamcha Mungu, tunawaheshimu watu, tunajali haki za watu. Ni kwa namna gani sisi Kristo atakapokuja atatukuta tukiishi imani hiyo, kama tulivyoambiwa na mwinjili Luka kwamba ishu hapa, Yesu atakapokuja, je, ataikuta imani duniani? Ili Kristo aikute imani duniani, lazima sisi tukubali kwamba tumebatizwa, tumetumwa, tunaitwa kuwa wamisionari. Tunamwenzi hayati Padre Albert Bole ambaye ndiye aliyefanya kazi kubwa katika kuhakikisha kwamba uinjilishaji wa parokia hii unasimama na kuendelea. Aliamini kwamba yeye ametumwa, ubatizo wake, sakramenti yake ya upadre ni kwa ajili ya kupeleka ujumbe wa neno la Mungu. Alijali wito wake, alithamini na kutambua wajibu na utume ambao amekabidhiwa, na ndio maana alikuwa tayari kutumia rasilimali za familia pamoja na wapendwa wake ambao walimtumia aweze kuzitumia kwa ajili ya uenezaji wa imani katika maeneo yetu. Wewe na mimi tunahitaji kuwa mabalozi wa Kristo Yesu katika maisha ya wengine. Ni kwa namna gani tunapoadhimisha miaka 30 ya uwepo wa utume wa parokia yetu, sisi nasi tunaweza kujinasibu kwamba na sisi ni wamisionari kwa familia zetu, kwa jumuiya zetu, kwa wale tunaoishi kati yao na wale tunaokutana nao katika maisha yetu ya kila siku. Leo Baba Mtakatifu anatualika kutafakari ujumbe juu ya Jumapili ama Dominika ya misioni. Ujumbe wa hayati Baba Mtakatifu Francisco katika Dominika ya leo ya 29 ya mwaka, katika tarehe ya 19 Oktoba 2025, anatualika kuongozwa na kauli mbiu ambayo alichagua: kuwa wamisionari wa matumaini
kwa watu wote. Ndugu zangu, katika kuwa wamisionari wa matumaini kwa watu wote, tunaalikwa kuwa sauti mpya ya uinjilishaji katika kanisa. Tunatumwa kufufua matumaini katika ulimwengu ambao vivuli vya giza vinatanda siku baada ya siku. Tunaalikwa kutembea katika nyayo za Kristo aliye tumaini letu. Kuadhimisha jubilei ya kwanza kabisa ya kawaida ya milenia ya 3 baada ya ile ya mwaka mtakatifu wa 2000, tunaalikwa kumkazia Kristo macho yetu, aliye kitovu cha historia, ambaye ni yeye yule jana na leo na hata milele. Tunarejea katika waraka kwa Waebrania sura ya 13 aya ya 8. Katika sinagogi la Nazareti, Yesu alitangaza kwamba maandiko yalitimizwa katika leo ya uwapo wake katika historia. Hivyo alidhihirisha kwamba yeye ndiye aliyetumwa na Baba kwa mpako wa Roho Mtakatifu kutangaza habari njema ya ufalme wa Mungu na kuzindua mwaka wa Bwana uliokubaliwa kwa ajili ya wanadamu wote. Tunasoma Injili ya Luka sura ya 4 aya ya 16 hadi ya 21. Katika leo hii ya fumbo itakayodumu hadi mwisho wa dunia, Kristo ndiye utimilifu wa wokovu kwa wote, na kwa namna ya pekee kwa wale ambao tumaini lao pekee ni Mungu. Katika maisha yake hapa duniani, Yesu alizunguka huko na huko akitenda mema na kuponya wote, kutoka kwa waovu na yule muovu. Ukirejea Matendo ya Mitume sura ya 10 aya ya 38. Kristo Yesu kama misionari tunayepaswa kufuata nyayo zake, alikuwa akienda huko na huko akirudisha tumaini kwa Mungu kwa wahitaji na watu. Alipitia udhaifu wetu wote wa kibinadamu, isipokuwa ule wa dhambi, hata nyakati zile ngumu ambazo zingeweza kusababisha kukata tamaa, kama vile katika uchungu katika bustani ya Getsemane na pale msalabani. Yesu alitoa kila kitu kwa Mungu Baba yake, kwa utiifu akitumainia mpango wake wa kuokoa wanadamu, mpango wa amani kwa ajili ya nyakati na wakati ujao uliojaa matumaini. Kwa njia hii akawa misionari wa kimungu wa matumaini, kielelezo kikuu cha wale wote katika karne zote ambao wanatekeleza utume wao wenyewe waliopewa na Mungu hata katikati ya majaribu makali. Nasi kama Watanzania tunapitia nyakati zenye kuwa na mashaka, hofu, wasiwasi, lakini sisi kama wamisionari tunaoalikwa kufuata nyayo za Kristo, tunaalikwa kushiriki utume wa Mtume Paulo pamoja na Timotheo, kufundisha, kuonya, kukemea, kurekebisha wakati unaofaa na usiofaa. Ni wakati gani unafaa, ni wakati gani usiofaa, utatoa jawabu mwenyewe. Kupitia wanafunzi wake waliotumwa kwa watu wote na kuandamana naye kwa namna ya fumbo, Bwana Yesu anaendelea na huduma yake ya matumaini kwa wanadamu. Bado anawainamia wale wote walio maskini, wanaoteseka, waliokata tamaa na walioonewa,
na kuwamwagia kwenye majeraha yao mafuta ya faraja na divai ya matumaini. Kwa utii kwa Bwana na mwalimu wake, na katika roho ile ile ya huduma, kanisa, jumuiya ya wanafunzi wa misionari wa Kristo, linaendeleza utume huo, likitoa maisha yake kwa ajili ya wote katikati ya mataifa, huku likikabiliwa na mateso, dhiki na matatizo. Pamoja na kutokamilika na kushindwa kwake kutokana na udhaifu wa washiriki wake, kanisa daima linasukumwa na upendo wa Kristo Yesu kudumu katika muungano naye Kristo Yesu katika safari yake ya umisionari, na kusikia kama yeye na pamoja naye kilio cha wanadamu wanaoteseka, na kwa hakika kuugua kwa kila kiumbe kinachongojea utimilifu wa ukombozi. Hili ndilo kanisa ambalo Bwana daima na milele analiita kufuata nyayo zake. Si kanisa linalosimama, bali ni kanisa la kimisionari linalotembea. Ndiyo maana tunapomshukuru Mungu kwa utume wa miaka 30 katika maeneo yetu, tunatambua kwamba kanisa linatembea, halijasimama, kwa sababu wale waliotuletea imani na wale waliofuatia wameendeleza kazi ya Kristo. Na hivyo katika kuendeleza kazi ya Kristo aliye misionari wa kwanza na Bwana wake katika mitaa ya ulimwengu, sisi pia tunaalikwa tujisikie kuvutiwa kushika njia, kuzifuata nyayo za Bwana Yesu Kristo, ili tuwe pamoja naye na tuwe ndani yake, tuwe ishara na wajumbe wa matumaini kwa wote katika kila mahali na katika kila hali ambayo Mungu ametujalia kuishi. Na wote waliobatizwa wakiwa wanafunzi wa misionari wa Yesu Kristo wafanye tumaini lake ling'ae katika kila pembe ya maeneo yetu ya parokia ya Igunga. Tunaalikwa kama wamisionari wa matumaini kwa watu wote. Sisi tulio wa Kristo tuwe wabebaji na wajenzi wa matumaini kati ya watu wote. Tunawezaje kuwa wabebaji na wajenzi wa matumaini katika maisha ya watu wote? Mama Kanisa anatuambia katika kumfuasa Kristo Bwana, Wakristo wanaalikwa kukabidhi habari njema kwa kushiriki hali halisi za maisha ya wale wanaokutana nao, na hivyo kuwa wabebaji na wajenzi wa matumaini. Hakika furaha na matumaini, huzuni na uchungu wa watu wa wakati wetu, hasa wale ambao ni maskini au wanaoteseka, ni furaha na matumaini, ni huzuni na uchungu wa wafuasi wa Kristo pia. Maskini na wanaoteseka katika maeneo yetu ya jumuiya zetu, vigango vyetu, parokia yetu, furaha yao iwe furaha yetu, huzuni na uchungu wao uwe kweli ni huzuni yetu. Na hivyo sisi uwepo wetu kama Wakristo wa Katoliki katika mazingira haya, moyo wetu wa shukrani kwa Mungu na kwa wale waliotuletea imani, ni pamoja na kuwa wabebaji na wajenzi wa matumaini na furaha na faraja kwa hao wote wanaohuzunika, kuteseka na kuumizwa katika mazingira yetu. Tamko hili adhimu la Mtaguso Mkuu wa Pili wa Vatikano linalodhihirisha hisia
na mtindo wa jumuiya ya Kikristo katika kila zama linaendelea kuwatia moyo washiriki wao na kuwasaidia kuambatana na ndugu zao duniani. Hapa ninawafikiria miongoni mwenu hasa wale ambao ni wamisionari kwa watu wa mataifa. Kufuatia wito wa Bwana, mmeenda kwa mataifa mengine ili kudhihirisha upendo wa Mungu katika Kristo. Kwa hili ninawashukuru kwa moyo wote. Maisha yenu ni mwitikio wa wazi kwa agizo la Kristo mfufuka, ambaye aliwatuma wanafunzi wake kuinjilisha mataifa yote. Kwa njia hii, ninyi ni ishara za wito wa kiulimwengu wa waliobatizwa kuwa kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na kwa juhudi za kila siku wamisionari kati ya watu wote na mashahidi wa tumaini kuu tulilopewa na Bwana Yesu. Upeo wa tumaini hili unapita mambo yapitayo ya ulimwengu huu na kufungua njia kwa kweli za kimungu ambazo tunashiriki hata sasa. Kwa hakika, kama Mtakatifu Paulo wa Sita alivyoona, wokovu katika Kristo ambao kanisa hutoa kwa wote kama zawadi ya huruma ya Mungu, sio tu wa ndani unaokidhi mahitaji ya kimwili au hata ya kiroho, bali umeshikwa kabisa na tamaa, matumaini, masuala ya mapambano ya kidunia, na hivyo badala yake unavuka mipaka hiyo yote ili kufikia utimilifu katika ushirika na mmoja aliye mkuu ambaye ni Mungu. Ni ukombozi ambao ni wa upeo wa juu sana na wa milele, ambao hakika una mwanzo wake katika maisha haya, lakini hutimilizwa katika umilele. Kwa kuchochewa na tumaini hili, jumuiya za Kikristo zinaweza kuwa vielelezo vya ubinadamu mpya katika ulimwengu ambao katika maeneo yaliyoendelea zaidi huonyesha dalili hatarishi za mahangaiko makubwa ya mwanadamu. Hisia iliyoenea ya kuchanganyikiwa, upweke na kutojali mahitaji ya wazee, na kusita kufanya jitihada za kuwasaidia jirani zetu wenye mahitaji. Katika mataifa yaliyoendelea zaidi kiteknolojia, ukaribu unatoweka. Sote tumeunganishwa lakini hatuhusiani. Kuzingatia sana ufanisi na kushikamana na vitu vya kidunia na matamanio vinatufanya tuwe wabinafsi na kushindwa kuwa wakarimu kwa wengine. Injili iliyogusa maisha ya jumuiya inaweza kuturudisha katika ubinadamu mzima wenye afya na uliokombolewa. Kwa sababu hii, kwa mara nyingine tena, ninamwalika kila mmoja wetu kutekeleza kazi zilizotajwa katika maelekezo ya jubilei, kwamba tukiwa makini hasa kwa walio maskini na dhaifu, zaidi kwa wale walio wagonjwa, wazee na wale waliotengwa na jamii inayothamini zaidi mali na utumiaji, na kufanya hivyo kwa mtindo wa Mungu kwa ukaribu, rehema na huruma, kukuza uhusiano binafsi na kaka na dada zetu katika hali zao halisi. Mara nyingi wao ndio wanaotufundisha jinsi ya kuishi katika matumaini. Kupitia mawasiliano binafsi, tutaeneza pia upendo wa moyo wa Bwana wetu wenye huruma.
tutatambua kwamba moyo wa Kristo ndio kiini hasa cha utangazaji wa awali wa Injili. Kwa kuchota kutoka katika chanzo hiki, tunaweza kutoa kwa urahisi tumaini tulilopokea kutoka kwa Mungu na kuwaletea wengine faraja ile ile ambayo tumefarijiwa nayo na Mungu kupitia wale waliotuletea imani na kufanya utume katika parokia yetu. Katika moyo wa kibinadamu na wa kimungu wake Yesu Kristo, Mungu anataka kuzungumza na moyo wa kila mwanaume na mwanamke, akituvuta sote kwa upendo wake. Tumetumwa kuendeleza utume huu kwa ishara za moyo wa Kristo na upendo wa Baba, tukikumbatia dunia nzima. Tunaalikwa kuhuisha utume wa matumaini. Wakikabiliwa na uharaka wa utume wa matumaini, leo wanafunzi wa Kristo wanaitwa kwanza kugundua jinsi ya kuwa wataalamu wa matumaini na warejeshaji wa ubinadamu ambao mara nyingi hukengeushwa na hauna furaha. Kwa ajili hiyo tunahitaji kuhuishwa katika hali ya kiroho ya Pasaka inayopatikana katika kila adhimisho la Ekaristi na hasa katika siku takatifu kuu za Pasaka, kitovu na kilele cha mwaka wa liturujia. Tumebatizwa katika kifo cha ukombozi na ufufuko wa Kristo katika Pasaka ya Bwana, ambayo inaashiria majira ya kuchipua ya milele ya historia. Kwa hiyo sisi ni watu wa majira ya kuchipua, tukiwa tumetajwa na tumejawa na matumaini kwa ajili ya wote, kwa kuwa katika Kristo tunaamini na kufahamu kwamba kifo na chuki sio neno la mwisho linalotamkwa juu ya uwepo wa mwanadamu. Kutokana na mafumbo ya Pasaka yanayotolewa katika maadhimisho ya liturujia na katika sakramenti, daima tunachota nguvu za Roho Mtakatifu ili kufanya kazi kwa bidii, ari na subira katika nyanja pana zaidi ya uinjilishaji duniani. Kristo aliyefufuka na kutukuzwa ndiye chemchemi ya tumaini letu, na hatunyimwi msaada tunaohitaji ili kutekeleza utume ambao ametukabidhi. Ndani yake tunaishi na tunatoa ushahidi wa tumaini hilo takatifu ambalo ni zawadi kutoka kwa Mungu na kazi ya Wakristo. Wamisionari wa matumaini ni wanaume na wanawake wa sala, kwani mtu anayetumaini ni mtu anayesali. Kwa maneno ya mtumishi wa Mungu Kardinali Francois Xavier Van Swan, ambaye yeye mwenyewe alidumishwa katika matumaini katika kipindi kirefu cha kifungo chake kutokana na nguvu alizopata kutokana na sala aminifu na Ekaristi. Tunasoma katika kitabu chenye kichwa cha habari The Road of Hope, njia ya matumaini, kwamba tusisahau kwamba sala ni shughuli ya msingi ya kimisionari na wakati huo huo nguvu ya kwanza ya matumaini. Ndivyo hayati Padre Albert Bole alitumaini. Kwa maombezi ya Mtakatifu Margarita Maria Alacoque aliamini utume na uinjilishaji kwa njia ya huduma ya jamii, hasa elimu kwa watoto wa kike. Ndivyo aliamini katika tumaini la kutoa huduma kwa watoto wadogo
kwa maombezi ya Mtakatifu Albert the Great, Albert Mkuu. Alianzisha shule ya Mtakatifu Leo Mkuu. Ndivyo aliamini katika nguvu ya sala, akaanzisha zahanati ambayo ni Father Bole Memorial Health Center Mwanzugi. Katika tumaini hilo, katika imani hiyo, katika upendo hiyo kwa watu ambao si wa taifa lake, si watu wa imani yake tu, bali ni kwa ajili ya watu wote. Alikuwa ni matumaini yaliyo nuru ama mwanga katika giza. Ni kwa njia ya utumishi na umisionari wake huo amekuwa msingi wa furaha na matumaini kwa watoto wanaopata huduma katika shule hizo na katika kituo hicho cha afya. Kwa hiyo tufanye upya utume wa matumaini, tukianzia na sala, hasa sala iliyojisimika katika neno la Mungu na hasa Zaburi, ule wimbo mkuu wa sala ambao mtunzi wake ni Roho Mtakatifu. Zaburi hutufundisha kuwa matumaini katikati ya dhiki, kutambua ishara za tumaini lililo karibu nasi, na kuwa na hamu ya mara kwa mara ya kimisionari kwamba Mungu atukuzwe na watu wote. Zaburi ya 41 aya ya 12. Kwa kusali tunatunza hai cheche ya tumaini inayowashwa na Mungu ndani yetu, ili iweze kuwa moto mkubwa unaomwangazia na kumpa joto kila mtu anayezunguka, pia kwa vitendo na ishara zile thabiti ambazo sala yenyewe huchochea. Kuhitimisha, uinjilishaji daima ni mchakato wa kijumuiya, kama vile tumaini lenyewe la Kikristo ni mchakato. Hivyo mchakato huo hauishii kwa utangazaji wa awali wa Injili na ubatizo, bali unaendelea na ujenzi wa jumuiya ya Kikristo kwa kuandamana na kila mmoja wa wabatizwa katika njia ya Injili. Katika jamii ya kisasa, ushirika katika kanisa kamwe haupatikani mara moja tu na ikatosha. Ndiyo maana shughuli ya kimisionari ya kukabidhi na kuchangiza imani iliyokomaa katika Kristo ni mfano wa shughuli zote za kanisa, kazi inayohitaji ushirika wa sala na matendo. Hapa ningesisitiza kwa mara nyingine tena umuhimu wa muondoko wa kisinodi wa kimisionari wa kanisa, pamoja na huduma inayotolewa na mashirika ya kipapa ya kimisionari katika kukuza wajibu wa kimisionari wa waliobatizwa na kusaidia makanisa mapya mahalia. Niwasihi ninyi nyote, watoto, vijana, watu wazima na wazee, kushiriki kikamilifu katika utume wa pamoja wa uinjilishaji wa kanisa kwa ushuhuda wenu wa maisha na sala, kwa sadaka zenu na kwa ukarimu wenu. Tunawaomba katika Dominika ya leo kutolea sala kwa ajili ya uinjilishaji, uenezaji wa imani kama sehemu ya shukrani kwa Mungu kwa wale waliotuletea imani, lakini tena sisi kama tuliobatizwa na kutumwa kuwa wamisionari, kusali kwa ajili ya majitoleo na kwa ajili ya sadaka, kwa ajili ya kutegemeza mfuko wa Baba Mtakatifu kwa ajili ya kusaidia kazi za misioni. Mwezi huu wa 10 ni mwezi wa kuombea shughuli za umisionari, shughuli za kimisioni. Ndio maana tunatolea nia za misa kwa ajili ya kuombea kazi za ama utume wa misionari, kuombea miito mitakatifu katika kanisa, ili kwamba Bwana wa mavuno
apeleke watendakazi katika shamba lake, maana mavuno ni mengi, watendakazi ni wachache. Tunawashukuru nyote kwa majitoleo na ukarimu tulioufanya mwaka uliopita kwa ajili ya mashirika ya kipapa ya Baba Mtakatifu yanayofanya kazi kwa ajili ya uenezaji wa Injili. Tunawaomba na kuwasihi mfanye ukarimu huo wa kimisionari pia siku hii ya leo kwa ajili ya kusaidia kazi hizo. Wapendwa dada na kaka, tumrudie Maria mama wa Yesu Kristo aliye tumaini letu. Kwake tunamkabidhi sala zetu kwa ajili ya jubilei hii na kwa miaka ijayo, sisi tukiwa pia ndani ya mwaka wa jubilei ya mahujaji katika matumaini. Tunaenzi kwa adhama na moyo mkuu wa shukrani kwa utume wa miaka 30 katika parokia yetu, tukitambua na kujali na kuthamini mchango wa hayati Padre Albert Bole katika maendeleo ya imani na maendeleo ya watu katika maeneo haya ya Igunga. Tuliopata nafasi kufanya kazi naye na tuliopata kufanya kazi katika ile miaka 10 ya mwanzoni, tunatambua hali ilivyokuwa maeneo haya. Padre aliyekuwa na moyo wa ukarimu na wema, licha ya utajiri, aliishi katika kajumba hapa humo, aliishi humo, ofisi humo, lakini alifanya kazi za uenezaji Injili na kujenga vigango. Hakuthamini ubinafsi. Ni mwaliko kwetu tunapomwenzi kwa shukrani, kudhihirisha na kutoa ushuhuda wa maisha ya imani inayojengwa katika moyo wa ukarimu na upendo kwa watu wote. Alijitolea kwa ajili ya maendeleo ya mwili kwa jamii ya watu wetu. Sisi ambao nasi tunaalikwa kwa wamisionari, tuna nafasi ya kutafakari hayo. Tumesikia katika taarifa za utangulizi, ndiye aliyewezesha uanzishaji wa parokia ya Mtakatifu Yohane Paulo wa pili kule Mwanzugi. Wakati ule sisi tunafanya utume hapa, kilikuwa kigango, lakini ni kwa ajili ya ukarimu na wema wake na upendo ndiye alikuwa pia aliyesimamia pia ujenzi wa parokia ya Sherui, na ikapewa jina la askofu wao mwanzilishi wa misionari wa Afrika, Lavijeri Sherui. Kwa uwepo wa parokia kule Sherui, baba huyu ana mkono wake, lakini tunaona pia utume wake katika maeneo haya, katika huduma za kijamii, upande wa elimu. Wale tuliokuwepo nyakati zile tunaweza kutambua kwa adhama ukarimu na wema. Alijenga shule ya mchepuo wa Kiswahili iliyokuwa inaitwa Jitegemee hapo. Ile ilikuwa ni ya kanisa, lakini kwa ukarimu na moyo wa upendo aliitoa kwa serikali, na sasa watoto wenu wanasoma hapo. Ni nani anatambua ukarimu na wema huo, roho hiyo ya kimisionari, anayeweza akafika hapo akatambua huduma za kanisa zinazotolewa na kanisa na kuona kwamba kanisa ni mshirika mwenza katika kutoa huduma kwa jamii? Ni nani aliye na shukrani anayeweza kufika kituo cha afya Mwanzugi pale Borebore, Father Borebore Memorial Health Center, anayeweza kuonyesha moyo wa shukrani na ukarimu kwa watu wa maeneo hayo? Ni roho ya pekee inayojengwa na kusimikwa katika mafundisho ya neno la Mungu. La sivyo angekuwa mbinafsi, angetutumia sisi kwa migongo yetu kujitajirisha.
angetumia umaskini wetu kujitajirisha, lakini alitumia fursa alizokuwa nazo kwa ajili ya ustawi na maendeleo yetu. Tunaonja ukarimu huo ambao umebebwa hata na wale ambao wameanzisha foundation kwa ajili ya kuenzi yale aliyoyafanya. Father Bole amepita, wale wengine waliopita na wengine waliopo wanaendeleza kazi ya Father Bole, wanaendeleza ukarimu na umisionari huo kwa njia ya majitoleo yao. Ndio maana kuna Bole Bole Foundation ambao bado wanaendeleza ile roho ya Father Bole kwa ajili ya kuendeza utume aliyouanzisha katika maeneo yetu. Wewe na mimi ni wangapi tuko tayari kushiriki kwa dhati na adhama kuendeleza utume ulioachwa na huyo muasisi, na wale ambao wanaendelea kuendeleza yale ambayo yaliasisiwa na kuanzishwa? Tunaalikwa kudhihirisha moyo huo wa shukrani kwa Mungu, kwa watangulizi wetu waliotuletea imani, kwa kuwa wamisionari wa matumaini kwa watu wote. Wapendwa, tunaomba kudhihirisha moyo huo wa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa namna ya pekee katika siku hii ya leo, tunapokumbuka miaka hiyo 30 ambayo ya utume ambao ndani ya kanisa pia kanisa limeendelea kukua, limeendelea kukomaa kiimani na katika watumishi. Tunapoadhimisha miaka 30, tuna kila sababu ya kujivuna pia kwamba katika maeneo yetu tunao pia watumishi na wahudumu wa kanisa ambao wamepatikana katika kipindi hicho. Miaka 17 iliyopita tulimpata padre katika nafsi ya Padre Winston Gervas ambaye yuko hapa. Ni tunda la uinjilishaji na utume katika maeneo haya. Lakini katika kipindi hicho chote tulimpata pia mtawa ambaye alikuwa anatoka kigango cha Mwamakona, natumaini kwa katekista Thomas Maganga, mtoto wake binti tuliyempeleka kule Mitundu, ni sister wa shirika la Wavisenti. Ni matokeo ya utume katika miaka 30, naonyesha ukomavu wa imani lakini na kazi iliyofanywa. Lakini pia kutoka kigango cha Igogo kuna brother Pasco Maganga, tulimpeleka kule Iringa, Shim Brothers. Ni brother, ni matokeo ya utume ndani ya miaka 30 ambayo tulifanya hapa, na wengine wote ambao sasa wanajiunga wako huko. Lakini katika shirika la masista wa Kuruni, nakumbuka nikiwa nafanya utume hapa kule Itunduru, nilipata sister moja katika nafsi ya Sister Leticia Masengwa, yuko hapo katika shirika la Mtakatifu Yosefu wa Kuruni. Ni kazi ya utume, na hivyo kwa matunda hayo ya umisionari na uenezaji imani tuna kila sababu ya kumwambia asante. Tumpigie Mungu makofi. Kwa upendo na ukarimu huo wa Mungu aliyotujalia, anaendelea kutubidisha, nasi tuna kila sababu ya kumwambia Mungu, shukuruni Bwana, shukuruni Bwana Mungu, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukuruni Bwana, shukuruni Bwana Mungu, kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini.